Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Alikuwa ni mafanikio. United kumaliza msimu wamefika finali, kocha hawezi akatoka akajinasibu akisema kwamba ni mafanikio. Wala watu wanahitaji kuona taji, na watu mliwaaminisha kwamba hii tunabeba, kwa maana ya kwamba tunahitaji tunawekeza focus yote kuhakikisha kwamba tunaenda kwenda kuchukua ili taji. Na kila mmoja baada ya ratiba kutoka alikuwa anaamini kwamba Simba anaenda kwenda kuchukua taji, kwa maana ya kwamba ya home advantage. Wao wameanzia ugenini, lakini finali ya pili walikuwa wanakuja kumalizia wapi? Hapa nyumbani. Japo nadhani watu wengi walikuwa wanajificha kwenye vitu vingi sana. Ukianza kwenye fact ya uwanja, wakisema kwamba uwanja wa New Amani hawana upepo nao, lakini walikuwa wanahitaji zaidi kuweza kucheza pale Benjamin Mkapa. Na ukiangalia kisaikolojia kama vile imeenda kwa athiri wachezaji mpaka benchi la ufundi, kwa sababu baada ya Fadlu kuifikisha timu finali ilianza kutembele clip ya mara ya kwanza Fadlu akizungumza kwenye upande wa Simba Day akisema kwamba ataufanya huu msimu kuwa ni moja kati ya misimu ya maajabu zaidi, na walikuwa naamini hao maajabu yanaweza akaja kafanyaje yakatokea zaidi. Ndani ya wiki moja wamepoteza mataji matatu, ambao hapa pia tusheketi kwenye hii meza tukasema kwamba Fadlu anatakiwa kuchagua option 2 kwenye zile 3, ama ikiwezekana achague moja kwenye 3 ambazo zilizopo. Kama atafocus na ligi kuu itakuwa ni jambo zuri, kama atafocus kwenye upande wa kombe la FA pamoja na upande wa kombe la shirikisho inaweza ikawa ni bora zaidi. Lakini nadhani mentality ya wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi, focus yao kubwa ilikuwa ni kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, of which baada ya kulikosa hilo taji nadhani kisaikolojia pia imeenda kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Na ndio maana tumeona haya ambayo yametokea mpaka sasa hivi. Kwenye swala la uchovu siamini, lakini naamini zaidi kwenye mentality za wachezaji. Okay. Ray, unaona Simba wakifanikisha hilo? Au nawapa asilimia ngapi kwenye kulifanikisha hilo? It depends na mechi ya tarehe 15 kama itachezwa. Okay. Lakini isipochezwa na asilimia chache sana. Yaani kama isipochezwa na ikaamuliwa kwamba mechi hii imeuliwa msimu, nafikiri itakuwa na asilimia chache sana. Lakini kama itachezwa, matokeo ya hapo ndio yanaweza kaamua nani atakuwa bingwa. Lakini so far sidhani kama wamefanikiwa kama Ahmed anavyosema. Kwenye kimataifa of course wameandika historia kucheza finali kwenye miaka hivi karibuni, lakini domestically bado wameendelea kustruggle. Msimu unakuwa 4 mfululizo wanakosa kombe la FA. Ligi pia na yenyewe ndio hivyo mpatai. Kwa hiyo inategemeana. Sasa kama watachukua ligi of course utasema kuna improvement kwa sababu wamego misimu 3 bila kuchukua, lakini wasipochukua bado utarudi pale pale kwamba ni misimu 4 ambayo Simba watakuwa ya kuisahau haraka iwezekanavyo, hasa kwenye upande wa domestic cup. Sawa. Lakini Ahmed anasema mechi ya tarehe 15 wachezaji tayari watakuwa wamepata muda wa kutosha wa kupumzika, na mwalimu atakuwa amepata muda wa kufanya mazoezi na wachezaji. Tutakuwa tumeshafanya kila kitu kuelekea mchezo huo. Kwa sasa timu imechoka vibaya mno. Kama tukiwa Kamiri Gado hakuna wa kutusumbua. Wanacheza nani tarehe 15? Young Africans. Yanga nasikia amecheki rafiki na Rayo Sports hiyo. Rwanda. Tarehe 15 hiyo. Tarehe 15 Yanga atakuwa Rwanda. Atakuwa Rwanda akicheza mechi ya kirafiki. Wakati Ahmed Ali anakuambia tarehe 15 wachezaji watakuwa fit. Na mwalimu pia. Subiri na kuona muujiza. Kitu pekee ambacho tunaweza kufanya. Yeah. Sawa, lakini Kigogo Young Africans